Kamati ya uongozi ilikaa jana na kupitia na kupendekeza kwamba tulete ratiba hii ambayo kila mmoja wenu na hakika ameshagaiwa, ambapo leo tunaendelea na maazimio baada ya shughuli zetu. Kesho kutakuwa na maswali, baada ya maswali tutatawanyika kwenda kwenye kamati mbalimbali kama nitakavyoeleza, na shughuli hiyo itaendelea hadi siku ya Jumatano ambapo kutakuwa na hoja ya kuahirisha bunge tarehe 5. Mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2017 utafanyiwa kazi na kamati ya katiba na sheria inayoongozwa na Mheshimiwa Mohamed Omari Mchengerwa. Nimeunda kamati ya pamoja ambayo itafanya kazi ya kuchambua miswada ya sheria miwili ifuatayo: mswada wa sheria ya mapitio na majadiliano kuhusu masharti hasi katika mikataba ya maliasili za nchi wa mwaka 2017, na wa pili mswada wa sheria ya mamlaka ya nchi kuhusiana na umiliki wa maliasili wa mwaka 2017. Mheshimiwa wabunge, kamati hii ya pamoja ambayo nimeiunda itaongozwa na Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko na itajumuisha kamati 4 ambazo ni kamati ya nishati na madini, kamati ya katiba na sheria, kamati ya ardhi, maliasili na mazingira, na kamati ya sheria ndogo. Kamati ya pamoja itafanya kazi kuanzia leo Alhamisi tarehe 29 Julai 2017 baada ya shughuli zetu za saba kuisha katika ukumbi wa Pius Msekwa mpaka siku ya Jumatatu tarehe 3 Julai 2017, na kazi yake kubwa ni kwamba hadidu za rejea itakuwa ni kuchambua miswada hiyo miwili na kuandaa taarifa ambayo itawasilishwa hapa bungeni siku ya Jumanne tarehe 4 Julai 2017. Muda mfupi uliopita tumekabidhiwa hii ratiba ya bunge na maelezo ambayo umeyatoa ya kwamba mosi, serikali inaleta miswada mitatu kwa hati ya dharura, lakini pili, katika hiyo miswada mitatu kuna siku moja ambayo miswada miwili yote inajadiliwa kwa siku moja. Mheshimiwa Spika, bunge hili lina historia. Mwaka 1997 ililetwa miswada ya madini na miswada ya kodi, ikapitishwa haraka haraka, hatimaye nchi imeingia kwenye matatizo makubwa ya madini, ikiwemo hayo ya makinikia na madini kwa ujumla. Mwaka 2005 bunge hili tena lililetewa miswada mitatu kwa siku moja kwa hati ya dharura, miswada iliyohusiana na masuala ya gesi, mapato na tasnia ya uziduaji. Mheshimiwa Spika, kazi ya bunge kwa ibara ya 63 ni kushauri na kusimamia serikali, na bunge ndio lenye mamlaka ya kutunga sheria, na sisi wabunge tulioko humu ndani, sisi ni wawakilishi wa wananchi. Mheshimiwa Spika, kwa sababu sisi wabunge ni wawakilishi wa wananchi, na hii miswada mitatu inayoletwa, miswada kuhusu mapitio ya majadiliano kuhusu masharti hasi katika mikataba ya maliasili za nchi, mswada wa mamlaka ya nchi kuhusiana na umiliki wa maliasili, mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali. Miswada hii kwa umuhimu wake na kwa maslahi yake kwa nchi, ni vizuri sisi wananchi tukapata wasaa wa kukutana na tunaowawakilisha ili tukapata maoni na mapendekezo yao. Kwa Mheshimiwa Spika, ni vyema hii miswada ikasomwa leo kwa mara ya kwanza tu, hati ya dharura ikaondolewa, tukapata muda wa kurejea kwenda kukutana na wananchi wetu, ili miswada hii ikaletwa kwenye bunge lijalo, mkutano ujao wa bunge, tukaijadili na kuipitisha. Sisi kama serikali tumeshatimiza masharti yote ya miswada hii kuingizwa ndani ya bunge lako tukufu. Sababu za miswada hii kuingizwa kwa hati ya dharura tumeshazikamilisha zote. Kamati ya uongozi na kamati ya uongozi kwa mujibu wa kanuni ilikuwa pia na wawakilishi wanaowakilisha kambi ya upinzani, na tulijadiliana kwa pamoja umuhimu wa miswada hiyo. Lakini jambo ambalo Mheshimiwa Spika litakaloendelea kutoka hapa, wanaoweza kulishauri bunge lako baada ya kuona uzito wa kazi iliyoletwa na serikali, ukubwa wa miswada yaliyomo kwenye miswada, ni kamati husika zitakazopewa kazi ya kujadili miswada hiyo.
mimi kwa niaba yenu nilipokea hati ya Mheshimiwa Rais, hati ya dharura, na kama ilivyo ada na wajibu, ni wakumbusha wabunge, zamani kabla ya 2007 kwa wale waliokuwepo wachache, ilikuwa hati za dharura zinasemwa tu pale na spika kwamba kuna hati ya dharura, kamati ya uongozi inaridhia na kadhalika. Lakini tulipofanya mabadiliko ya kanuni mwaka 2007, moja ya kitu tulichokiweka ni kwamba hati ya dharura ya Mheshimiwa Rais itakuja hati yenyewe yenye sahihi yake ndani ya kamati ya uongozi. Kwa hiyo baada ya kuipokea jana, wajumbe wa kamati ya uongozi waliiona, na pale ndani tukapewa na maelezo na sababu za kwa nini kuna haja ya kufanyia jambo hili kazi katika udharura huo. Na nikisema kamati ya uongozi, manake ni uwakilishi wa pande zote. Tulijadiliana wote kwa pamoja, tukakubaliana kwamba tusonge mbele. Lakini pia kama ambavyo Chief Whip ameeleza, kwa hatua hii tuliyofikia, kwa taratibu zilivyo, ni kwamba jambo hili linaenda kwenye kamati. Kama kuna mambo mazito yenye maslahi kwa nchi, tutakuwa tayari kuyafanyia kazi kwa uharaka wa kipekee. Kwa naziomba kamati hizo zikaangalie. Kwa kawaida spika hataweza kupanga shughuli hapa isipokuwa mwenyekiti wa kamati amenitaarifu kwamba jambo hili limekamilika. Ndio utaratibu wetu wa kanuni. Kwa hiyo hatuwezi tena kugeuka sisi bunge tukawa kamati maalum tena kujadili. Inatakiwa sasa mambo haya yaende kwenye kamati husika. Kamati zitajadili, zitapitia kila kitu, halafu wao watanishauri mimi spika, na mimi nitawaambia kamati ya uongozi. Sasa kama linaingia bungeni au haliingii, itatokea kwenye kamati.